Hawa walimu ndani ya dakika 90 kwa jinsi ambavyo uliwatazama, kulikuwa ni na ugumu kiasi gani kwa Steve Barker kuifungua ngome ya Ibenge ili kupata bao? Na tuanzie kwanza kwa upande wa Steve Barker kuifungua ngome ya Azam ili pengine kupata bao, kwa maana amestruggle sana kupata bao. Leo kwa Simba, kama mtu alikuwa anawatazama vizuri, sijajua eneo la mwisho, yani ile position and special awareness, yani unakaa kwenye nafasi upatiwe mpira uweze kufunga goli, kulikuwa kuna shida kubwa sana. Leo hakukuwa na penetration pasi, na hisi nikizungumza hivi nitaeleweka vizuri sana kwa Watanzania. Pasi mpenyezo kutoka kwa viungo wa Simba kwenda kwa mshambuliaji wa mwisho ili afunge goli. Leo kipindi cha kwanza, it was the difficult moment. Ilikuwa ni moment ngumu sana. Ilikuwa ni moment ngumu mno. Kuiona Simba ikitengeneza mazingira bora ya kucheza penetration pass, zikampite Lame Klawi, wakina Lusajo pamoja na Lusajo ambaye ni miongoni mwa wachezaji ambao tunazungumzia madefenders wa pembeni, ili kuweza kufunga goli ilikuwa ni ngumu sana. Naweza nikasema ugumu ni kwa viungo wa Simba ambao walikuwa wanacheza, hasa wanaopeleka mpira mbele. Unaweza ukasema kama ulikuwa unaangalia vizuri, Kagoma pamoja na Nio Maema, hawa ni kama ni wachezaji wawili, mmoja anatakiwa kazi yake ni ku-advance, ni mchezaji ambaye ni playmaker, anachukua mpira na upeleka mbele, halafu hawa wengine anawaachia viungo wa kiulinzi, holding midfield, kufanya kazi yao ya kiulinzi. Lakini ziko nyakati, kwa kuhofia wachezaji wa Azam walioko kwenye flanks wanaweza wakawa wanakimbia sana, ziko nyakati nyingi sana Neo Maema alikuwa anarudi sana, anashinda katikati ya uwanja kwenye cycle ya katikati, jambo ambalo sasa likawa linapunguza idadi ya wachezaji wa Simba mbele. Kwa sababu nani aliyekuwa anahofia? Aliyekuwa anahofiwa ni Lance Zaidi Suleiman Nado ambaye ni mzuri. Ben Zaid ni mzuri, akifanya Lance mara 2 mara 3 anaingia kwenye penalty box, anaweza akasababisha timu kupata goli. Miss kipindi cha kwanza unaweza ukaona kulikuwa na isolation ya baadhi ya wachezaji, kuwa na individual brilliant ya mchezaji mmoja. Kwa mtu aliyefuatilia mechi hii vizuri, Simba wana tabia wakishavuka seko ya uwanja, wanao uwezo wa kucheza pasi moja mpaka pasi 10. Leo walikuwa wachezi hivyo. Nimewashuhudia Simba kwenye mechi ambazo tunazungumza more than 5 match consecutively hawajafungwa goli kwenye kombe la shirikisho. Wakati wanacheza mechi na Coastal Union walitengeneza domination kubwa namna hii, walishinda idadi ya magoli mengi sana. Wakati wanacheza na Mtibwa Sugar, domination yao ilikuwa kubwa sana, miongoni mwa timu ambazo zilikuwa tayari zimesha advance ubora. Sasa leo ukiuchola ule uwanja ulikuwa unakupa vitu viwili. Simba huwa wanakaa wachezaji watatu kuanzia katikati ya uwanja mbele kidogo, 18 ya timu pinzani wanakuwa watatu na mmoja anakuwa karibu kwenye penalty box, halafu katikati ya uwanja wanakuwa na wachezaji wawili. Sasa leo ukimwangalia Maema alikuwa anatoka kwenye kati ya wale watatu, anasogea, anakuja kutengeneza idadi ya wachezaji watatu kwenye seko ya uwanja. Jambo ambalo sasa kama anapewa mpira Libase, akishapewa mpira Libase anawakuta madefender wa Azam ambao leo kipindi cha kwanza walikuwa hawapandi wale madogo, kipindi cha pili ndio walianza kupanda. Na pengine mwalimu kwa nini alichagua kuanza na watu wawili pale katikati? Ukimtazama Yusuf Kagoma, lakini vile vile kulikuwa na Nio Maema, aliyakuwa kuna kiungo pengine ambaye ni mkabaji asilia pale kama Kante, ambaye hakupata nafasi ya kuanza moja kwa moja kwenye kikosi. Lengo la Steve Barker kwenye mchezo huu ilikuwa ni kupata kitu gani kwa hawa watu wawili, ama ilikuwa ni kupata kitu gani ndani ya timu? Ukianza na kiungo ambaye the possession based midfield, yani kiungo wa umiliki wa mpira, lengo lako kubwa kwenye mpira huwa ni kutafuta magoli kupitia katikati ya uwanja. Yani ukianza na kiungo ambao tunawazungumza ni soft midfield, yani viungo ambao akiunasa mpira na uwezo wa kuuchezea, akapiga pasi, akafanya dribbling, akapiga chenga. Maana yake nini? Huyu ni kiungo ambaye anaweza akapunguza wachezaji wawili watatu akatengeza nafasi. Lengo la mwalimu Steve ni kupita katikati ya uwanja kwenda kutafuta magoli ya mapema. Lengo lake la kwanza mama alikuwa ni kupita pembeni. Ndio maana unaweza ukaona watu waliokuwa pembeni walikuwa afanye lance kubwa.
Watu wa pembeni kazi yao kubwa wawe wanafanya cut. Wakishapata mpira kina Libase wanafanya cut, wanaangalia Chama yuko wapi, Neo Maema yuko wapi. Hawa wachezaji wawili wakishapewa mpira, hawa ndio wako more creativity kwenda kumtazama Elim Panzu yuko wapi ili waweze kumpatia mpira aweze kufunga goli. Lengo mama la mwalimu Steve ilikuwa ni kutafuta magoli kupitia katikati. Bahati mbaya kwenye kipindi cha kwanza ikawa ni ngumu sana, kwa sababu Neo Maema alikuwa analazimika muda mwingine kufanya turns back out, kurudi nyuma, kuja kutengeneza kuhold eneo la defense kwenda kumsaidia Kagoma, kwa sababu muda mwingi alikuwa peke yake, na kama angeendelea kubaki peke yake pasipo kuja kumsaidia hawa defenders ambao walikuwa wameanza leo, unawaona kabisa kwamba kuna makosa walikuwa wanafanya, wangeweza kuruhusu hata timu kuweza kufungwa goli, kwa sababu kumbuka Azam walikuwa na wachezaji ambao ukifanya kosa moja tu anaweza kukufunga. Angalia, una Jafti, una Soap, lakini pia una Idinado, halafu una Faisal Salum. Hakuna mtu ambaye kati ya hawa wachache ambaye hana shabaha. Ukimwangalia Jafti ni bora zaidi kwenye aerial balls, anaweza kufunga magoli ya kichwa, lakini pia anaweza akafunga kwa kupiga hasa nje na penalty box. Amekuwa na ufanisi mzuri sana. Sasa Simba lengo la kuanza na midfield huyu wa mmoja, yani manake Simba walitaka mtu pekee atakayekuwa na kaba awe mmoja, halafu mwingine awe ni mtu wa kurainisha kupeleka mpira mbele. Bahati mbaya tunazungumza kwenye football, mwalimu analazimika kuwa na mpango wa muda mrefu, lakini pia anaamua kutengeneza kitu ambacho walimu anakisoma kinaitwa game management, kwamba kadiri muda unavyokwenda isome mechi, angalia wachezaji ulionao, kama unaweza ukafanya mabadiliko, ni mchezaji gani anao uwezo wa kwenda akakusaidia timu na kuweza kusaidia timu kupata magoli. Kwa kipindi cha kwanza Simba amepambana na huyu kiungo alikuwepo, lakini unamuona kazi kubwa aliyokuwa anaifanya ni ya kiulinzi. Wakati yeye ni mchezaji mzuri zaidi kwenye kushambulia, ndio maana mechi ikaenda half time bila kuona goli.